Pressure ipo kwa sababu umechukua nafasi kubwa ndani. Wale imewaka. DM. Hapo mwisho na waya jamani, hapo mwisho na waya. Hapo umejekea au umejekea nani? Umefanyaje ndani tena? Wewe naangalia. Wewe hujaniajiri mimi. Hawezi kuchomoka ndani. Amjambo jamani. Mambo. Inaika sasa. Kamisa. Inaika. Sky. Shika. Jamani, maiki zimesogea sana. Hamna hata pa kuweka karatasi. Basi tuendelee bana. Tuendelee. Mko tayari eh? Kiti cha kiongozi eh? Kwa nisimame au? Au nisogee hivi? Hicho kigumu kiko juu jamani. Hicho kigumu kina. Twende basi. Twende. Toa hicho kimoja kwa. Hichi kiko chini sana. Pandisheni hivyo vyeupe hivi. Toa hicho kimoja. Sogeze huko. Hebu tuone kwa kimoja kama utakuwa. Hii hapa. Hii poa. Hii mko vizuri? Mko tayari eh? Mko tayari jamani? Mbele yenu ni viongozi mbalimbali wa kitaifa, watatu waliokuwa kwenye kamera zenu. Katikati ni kiongozi wa chama ndugu Zito Kabwe, pembeni yake ni ndugu Mohamed Babu, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa chama chetu, na huku ni katibu mkuu ndugu Dorothy Sem. Kiongozi wa chama ana machache ya kuzungumza nanyi na katibu mkuu atakuwa ananyongeza kidogo baadaye.
Karibu kiongozi. Habari za asubuhi. Mbona tension hivyo? Relax bana. Sio na tension. Jose tutamaliza sasa hivi tu, ni press fupi. Kwanza nawashukuru kwa kuitikia wito wa kufika. Jambo la kwanza, nampongeza Samata kwa mabao aliyofunga juzi. Yameipa heshima nchi. Jambo la pili, natoa kwa niaba ya chama pongezi zangu za dhati kwa mwanaharakati wa haki za watoto wa kike Rebecca Giumi kwa tuzo aliyopata ya UN, tuzo ambayo inapandisha heshima kubwa kwa nchi, kwa sababu watu ambao wamepata tuzo ile toka Umoja wa Mataifa uanzishwe ni pamoja na kina Mandela na kadhalika, na inawezekana kabisa kwamba Rebecca akawa ni Mtanzania wa kwanza kupata tuzo ya namna ile. Kwa hiyo napenda kutoa shukurani, kupongeza za dhati kwake na kuitaka serikali itambue hilo, maana hatujaona statement yoyote ya serikali kutambua kazi ambazo amezifanya Rebecca, hasa ile kazi yake ya umri wa watoto ambao wanafunga ndoa, haki ya watoto kufunga ndoa katika umri mdogo ambao alienda kuchallenge mahakamani. Kwa hiyo yeye pamoja na wanasheria wake wote ambao walihusika katika kesi ile, nawapongeza sana kwa sababu imeletea heshima nchi yetu na ameingia katika rekodi ya watu ambao wamepata tuzo ya Umoja wa Mataifa. Kwa nilisema nianze na haya ili kuweka hali sawa, maana naona tension iko kubwa sana. Mtulie. Hamna mambo ya ajabu kabisa katika statement ya leo. Kwanza tuna mambo mawili ambayo tutazungumzia. Jambo la kwanza ni masuala ya usalama wa nchi kwa ujumla, na jambo la pili ni swala linaloendelea hivi sasa la zao la korosho. Nyinyi ni mashahidi kwamba mara kadhaa tumekuwa mstari wa mbele nje na ndani ya bunge kueleza, kufafanua na kueleza hali ya zao la korosho na wakulima wa korosho na hatua ambazo serikali inapaswa kuzichukua. Na hatujafanya kwenye hilo tu, tulifanya kwenye mbaazi, tulifanya kwenye karafuu, kwa sababu chama chetu ni chama ambacho ni chama cha kijamaa na kinatazama sana hali ya wananchi wa kawaida na kuwatetea kwa vitendo na sio kwa hadaa kama ambavyo serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa ikifanya siku zote. Sasa mnafahamu kwamba sasa hivi kumekuwa na hofu kubwa nchini, hofu ambayo inasababishwa na matukio mbalimbali ambayo imekuwa yakitokea. Nyinyi waandishi wa habari ni waathirika kwa sababu mwenzenu mpaka sasa hivi hajulikani alipo, ndugu Azori. Lakini pili, upande wa sisi wanasiasa pia Ben Sanani hajulikani alipo mpaka sasa, na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo ndugu Simon Kanguye naye pia hafahamiki alipo mpaka sasa hivi. Juzi wafanyabiashara nao wamepata tukio kama hili ambapo ndugu yetu Mohamed naye alitekwa, lakini bahati nzuri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu aliweza kupatikana baada ya siku 9. Lakini bado tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ya kwamba hawa wengine ambao bado hawajapatikana wanapatikana, ama wakiwa hai kama alivyopatikana Mohamed, au kama si hai basi angalau ndugu zao waweze kupata kutoa heshima ya kustiri miili ya wenzao na kufanya sala na dua za watu ambao wametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo tuliona kwamba ni muhimu sana tusibweteke baada ya kuwa Mohamed amepatikana. Tuendelee kuweka pressure, shinikizo kwa watawala ili tuweze kuhakikisha kwamba hawa wengine wote wanapatikana. Na ni miaka mitatu sasa tumeona hali kama hii na inaendelea na kwa hali ya kawaida. Juzi hapa kuna kijana mmoja idara yetu ya usalama ilikuwa nafuatilia, mwandishi wa habari, babake ni mwandishi wa habari, mhariri wa magazeti ya Global, sio? Ambaye naye pia alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Bahati nzuri naye alikuja kupatikana na hatujaona hatua ambazo polisi wamezichukua properly dhidi ya watu ambao inasemekana kwamba wakamata walimkamata yule kijana. Mnafahamu pia kwamba mpaka leo hakuna uchunguzi wowote au taarifa yoyote ya uchunguzi ambayo imefanywa kuhusiana na kupigwa risasi kwa mbunge wa Singida Mashariki ndugu Tundu Lissu, na ni jambo ambalo hatupaswi kulisahau. Tunapaswa kuendelea kulihoji ili uchunguzi uweze kufanyika
na waliofanya vitendo vile waweze kuchukuliwa hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa. Mnafahamu pia kwamba kumekuwa na taarifa za mauaji mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea huko kusini mwa Tanzania, eneo la Mkiru, kwa maana ya Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Yale maneno ya herufi za mwanzo ndio tumeziita Mkiru. Na juzi wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, Kamanda Siro aligusia kidogo jambo hili kwa kusema kwamba kuna watu ambao wamekimbilia Msumbiji na kuna watu ambao wameuawa, lakini taarifa kamili ya kadhia nzima hii haipo, hatuifahamu. Tumeihoji bungeni, hatujapewa majibu. Tumehoji nje ya bunge, hatujapewa majibu, na tunadhani kwamba kuna haja kubwa sana ya vitu hivi kuweza kutiliwa msisitizo zaidi. Kwa hiyo kwa taarifa hizo za awali tuna wito wa masuala yafuatayo. Moja, tunaendelea kusisitiza umuhimu wa kuunda tume ya kuchunguza na kutafuta ukweli kuhusu haswa ya nini ambacho kimeendelea kule Mkiru. Sisi tunatambua umuhimu wa ulinzi na usalama wa nchi yetu. Tunatambua nchi yetu iko kwenye matishio ya ugaidi na kadhalika, na hatudharau juhudi zozote za vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama. Lakini hatupaswi kufumbia macho lolote lile ambalo linapelekea uvunjaji wa haki za binadamu, mauaji, utekaji kwa kisingizio cha ulinzi na usalama wa nchi. Kwa hiyo ni muhimu sana tume ya kuchunguza masuala yote yaliyofanyika Kibiti iweze kufanya kazi yake. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha umma ya kwamba uendelee kushikamana mpaka tuweze kupata majawabu ya swala la Azori Gwanda, ya swala la Simon Kanguye na la swala la Ben Sanane. Juhudi ambazo wananchi walizionyesha, mshikamano ambao wananchi waliuonyesha wakati wa kutekwa kwa ndugu yetu Mohamed, mshikamano ule unapaswa kuendelezwa kwa hawa wengine, tuweze kujua hatima yao ni vipi. Tusikae kimya. Tukikaa kimya watachukuliwa wengine. Reaction ambayo wananchi walionyesha kwenye swala la Mohamed limeifundisha dola kwamba Watanzania wamechoka na vitendo vya namna hii. Kwa hiyo nawasihi sana wananchi wote kwa ujumla tuendelee kushikamana, tupate majawabu ya mwandishi wa habari Azori Gwanda, tupate majawabu ya msaidizi wa kiongozi wa upinzani bungeni Ben Sanane, na tupate majawabu ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo na diwani wa kata ya Kagezi ndugu Simon Kanguye. Lakini pili, kuna sasa hivi katika hali ya kawaida matukio haya yanayosemwa kwamba yamefanyika na watu wasiojulikana, umma unaanza kuamini kwa uhalali au uharamu, kwa ukweli au sio kweli, kwamba hawa watu wasiojulikana ni watu wa dola. Hali hii ikiendelea hivi, wananchi watakosa imani na vyombo vya dola na hasa idara ya usalama wa taifa. Na njia pekee kwa idara ya usalama wa taifa kuepuka kupewa image mbaya hii ni kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayatokei tena. Kuhakikisha kwamba yale ambayo yametokea nyuma, uchunguzi unafanywa, ukweli unafahamika, na tunaweza tukasafisha hiyo image ambayo inajengwa kwa chombo muhimu kabisa cha idara ya usalama wa taifa. Kwa hiyo chama chetu kinaendelea kutaka idara ya usalama wa taifa ijitathmini. Kwa muda mrefu tumekuwa tukitaka mageuzi kwenye idara ya usalama wa taifa, na haiwezekani tukakwepa kufanya hilo. Vinginevyo watu wataendelea kuamini kwamba watekaji wanaoua watu ni watu ambao ni wa usalama wa taifa. Hatutaki kuamini hivyo. Hatutaki umma ukihisie vibaya chombo chake. Tunataka umma uamini kwamba chombo chake ni chombo ambacho kina uzalendo na weledi wa hali ya juu, na namna pekee ya kufanya hivyo ni kuhakikisha ya kwamba kunakuwa na mabadiliko makubwa kwenye idara ya usalama wa taifa. Na haya tumekuwa tukiyasema ndani ya bunge na nje ya bunge, na tunaendelea kuyasema, na tunaendelea kusisitiza
Hili tunalisema kwa nia njema, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa vyombo hivi. Sisi hatudharau umuhimu wa jeshi la polisi, umuhimu wa jeshi la wananchi, umuhimu wa usalama wa taifa. Hivi ni vyombo muhimu sana. Kwa kama kuna watu wachache ambao wanachafua taswira ya vyombo hivi, ni lazima tuseme ili hatua ziweze kuchukuliwa na kuhakikisha ya kwamba vyombo hivi vinakuwa ni salama na vyombo hivi vinaendelea kufanya kazi yake bila mashaka yoyote. Hali ya sasa ya nchi ilivyo, watu wana mashaka. Kama vyombo hivi haviambiwi, sisi tunawaambia wananchi wana mashaka. Wananchi wanatia hofu kwamba wao ndio wanaohusika na mambo ambayo yanaendelea nchini. Na njia pekee ya kuwafanya wasiamini hivyo ni kuhakikisha kwamba kwanza hayatokei tena, lakini pili, yale ambayo yametokea ukweli unafahamika na hatua zinachukuliwa. Jambo la pili ambalo ningependa kulizungumza ni swala zima la mauaji ambayo yametokea kule Uvinza katika kijiji cha Mpeta mkoani Kigoma. Mlipata taarifa hivi juzi kwamba kuna askari kadhaa, kuna wengine wanasema wawili, wengine wanasema wanne, lakini akiwemo mkuu wa kituo cha polisi cha Nguruka, waliuawa na wananchi kwa kutumia silaha za jadi. Sisi ndio chama pekee cha siasa ambacho tulitoa salamu za rambirambi kwa mkuu wa jeshi la polisi Kamanda Siro kufuatia maafa haya ya askari wetu. Lakini tumefuatilia kwa kina jambo hili. Taarifa ambazo tunazipata kutoka kijijini Mpeta, Nguruka, Uvinza ni mbaya. Ni taarifa ambazo zinaonyesha wananchi wengi sana wameuawa. Na jeshi la polisi pamoja na kwamba Afande Siro amekwenda kule, halijatoa taarifa yoyote kuhusu wananchi. Taarifa ambazo tunaambiwa ni za kuhusu polisi. Tunapenda kupata taarifa za kina kuhusu wananchi. Wananchi wangapi ni majeruhi? Wananchi wangapi wameuawa? Na hatua gani ambazo zinachukuliwa? Kwa sababu hawa wananchi na wengi waliofariki na takriban wote ni wananchi wa jamii ya Wanyantuzu, Wasukuma, ambao wamepeleka mifugo yao katika eneo lile. Na kuna mahusiano ambayo sio mazuri. Tanzania ana haki ya kwenda kuishi sehemu yoyote ya Tanzania, na kila Mtanzania ana haki ya ulinzi. Kama hawa Wanyantuzu walifanya makosa ya kuvamia eneo la ranch, kuna taratibu za kisheria za kuchukua, sio kuwaua. Watu ambao wamekufa wananchi ni wengi mno. Vyombo vya habari navyo havitoe taarifa kwa sababu wenye taarifa hawawapatii waandishi wa habari taarifa hizi. Kwa hiyo imebakia ni speculation tu. Kule chini tumepewa taarifa jana kwamba kuna watu ambao walikuwa ni majeruhi katika tukio lile la mapambano kati ya polisi na wale wananchi, wakawa wamekwenda hospitali kupata matibabu. Polisi wakapata taarifa kwamba kuna watu 4 wameenda hospitali kituo cha afya cha Nguruka kupata matibabu. Wakawafuata kule wakawaua. Hali ni mbaya sana. Kwa tunahitaji taarifa ya kina kabisa. Tunahitaji serikali ieleze nini hasa kimetokea kule Mpeta, na maelezo hayo yawe ya kina na ya ukweli. Chama chetu kitaendelea kukusanya majina na taarifa za wote wanadaiwa kuuawa na kitaweka wazi taarifa hizi. Kwa tunalitaka jeshi la polisi, Kamanda Siro alikuwa kule, alisemee hili. So tupate taarifa za polisi tu, tupate na taarifa za wananchi, na tupate ukweli halisi ni nini ambacho kimetokea na namna gani ya kukabiliana na mambo haya yasitokee tena. Ndugu wananchi, baada ya maelezo hayo upande wa masuala ya kiusalama ya nchi, mmekuwa mkisikia mambo yanayoendelea kuhusu zao la korosho hapa nchini. Kwa wiki 2 sasa kumekuwa na mjadala wa korosho. Wakati wa bunge, mnakumbuka wabunge wanaotoka mikoa inayolima korosho walichachamaa kuhusu maamuzi ya serikali kukwapua na kuwadhulumu wadau wa korosho zaidi ya shilingi bilioni 200 zinazotokana na ushuru wa korosho, inaitwa export levy. Bahati mbaya wabunge wale vita ile walishindwa.
Sisi wote ambao tulisimama kutetea jambo lile, serikali ilitumia nguvu zake na wingi wake wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi ndani ya bunge ambao walipewa mashinikizo makubwa. Wabunge wale wa mikoa ya kusini waliitwa na katibu mkuu wa CCM ndugu Bashiru, wakapewa mashinikizo makubwa, na nyinyi wenyewe mnakumbuka rais alipokuwa anamwapisha sijui nani, akaongea kwenye mkutano na waandishi na pale Ikulu kuwatishia wale wabunge kwa msimamo ule ambao waliuweka. Lakini yale ambayo wale wabunge waliyasema, wabunge wa mikoa ya kusini wa vyama vyote, wa vyama vya upinzani na wa chama tawala, sasa yanadhihirika. Bodi ya korosho kwa niaba ya serikali ilitoa bei ya elekezi ya korosho ya shilingi 1550, na bei hii iliwekwa kwa kigezo kwamba gharama za uzalishaji, gharama ya kununua ya zile dawa wanaziita sulfa ni shilingi 1032 kwa mfuko. Kwa hiyo ikakadiriwa kuwa gharama za uzalishaji wa kilo moja ya korosho ni shilingi 1350. Kwa hiyo bodi ikaweka bei elekezi 1550, kwa maana ya mkulima apate faida ya shilingi 200 kwenye kila kilo ya korosho ambayo atauza. Lakini mwaka 2018 kulikuwa na ulanguzi mkubwa wa sulfa, hiyo dawa ya korosho, na mkulima alinunua dawa hii mpaka shilingi 1084 kwa mfuko, wakati kama fedha ya export levy ingetolewa kwa wakati na kwa utaratibu uliokuwa unafanywa miaka ya nyuma, bei ile ya hiyo mfuko ambao umenunua kwa 1084 mkulima angenunua kwa shilingi 1014 tu. Kwa mnaweza mkaona gharama ambayo mkulima alipata kutoka 1014 kama fedha za export levy zingetoka mpaka 1084 kwa mfuko. Bodi ya korosho iliweka wastani wa bei kwa mfuko ni shilingi 1032, wakati bei ilikuwa ni shilingi 1084. Katika minada minne ya korosho ambayo ilifanyika, mnada wa Teneku ambao ni Tandahimba na Newala, mnada wa Mamku ambao ni Mtwara, Masasi na Nanyumbu, mnada wa Runali ambao ni Ruangwa na Chingewa na Liwale, na ule wa Lindi mjini, wakulima waligoma kuuza korosho kwa shilingi 2700. Na hili ni jambo la muhimu sana waandishi mweze kuona. Bei elekezi ya serikali ni 1550. Wakulima wakapata bei ya 2700 na bado wakakataa kuuza. Walikataa kuuza kwa sababu bei ambayo serikali iliweka elekezi ilizingatia mfuko shilingi 1032 badala ya mfuko shilingi 1084. Kwa mkulima aliona kabisa kwamba akiuza korosho kwa bei hii atapata hasara kubwa. Lakini pili, serikali wakati wa kutangaza hii bei elekezi, wakati ule wa mkutano wa wadau wa korosho kupitia kwa waziri wa kilimo ndugu Tizeba, ilitamka kuwa korosho mwaka huu bei itakuwa ni shilingi 5000 kwa sababu kuna wanunuzi kutoka Marekani wanakuja. Kwa wananchi walipoona bei ya 2700 kusema ile 5000 iko wapi? Mbona tunauziwa shilingi 2700? Lakini sisi tulionya pia kwamba maamuzi ya serikali yangeshusha bei, yangeshusha uzalishaji. Mwaka 2017 Tanzania iliuza korosho tani, uzalishaji ulikuwa tani 331,000, ambayo ilikuwa ni ongezeko la 96% ya uzalishaji wa mwaka 2016. Na kuanzia mwaka 2012 ambapo tulizalisha tani 101,031, tumekuwa tukienda tunapanda 101,071, 101,072, tukashuka kidogo 101,069, tukaenda mpaka 331,031. Lengo lilikuwa ni tupande zaidi. Kwa uzalishaji ule wa mwaka jana, nchi yetu ilipata mapato ya fedha za kigeni dola za Kimarekani milioni 542 kwenye korosho peke yake. Waandishi, mapato yale ya korosho, chukua mapato ya tumbaku ambayo kama dola milioni 160 hivi, chukua mapato ya kahawa ambayo kama dola milioni 170 hivi, chukua mapato ya chai, ya pamba,
ya karafuu yote yalikuwa hayafikii mapato ya fedha za kigeni yaliyotokana na korosho peke yake ya dola milioni 581, na tulidabo kutoka dola milioni 271 mpaka dola milioni 542 ndani ya mwaka mmoja, kwa sababu ya faida ambayo ilitokana na kuwepo kwa export levy ambayo ilikuwa inapelekwa kwa wananchi, na kwa hiyo uzalishaji uliongezeka sana. Lakini bahati mbaya mwaka 2018 serikali ikaamua kuwanyang'anya wakulima fedha zao za export levy shilingi bilioni 200, na hivyo kuathiri upatikanaji wa salfa kwa wakulima wa korosho. Mwaka huu makadirio ya uzalishaji ni yataporomoka kwa 40%. Habari tunazopata kutoka ndani ya bodi ya korosho na kwa wanunuzi ni kwamba mwaka huu tutavuna korosho chini ya kiwango tulichovuna mwaka 2012 cha tani 131,031. Kwa mnaweza mkaona kiwango cha fedha za kigeni ambayo nchi yetu inaenda kupoteza kwa maamuzi ya hovyo ya serikali kuchukua fedha zote za export levy baada ya kuzipeleka kwenye kuhakikisha kwamba wakulima wanapata pembejeo inavyostahili. Sasa kutokana na uzalishaji kwenda chini na bei nayo kushuka, serikali na wananchi wote wataathirika. Wananchi wanapata bei chini ya shilingi 4,000 ambazo walizipata mwaka jana, lakini serikali nayo mapato yake ya fedha za kigeni kwa takwimu hizi za uzalishaji na bei ya sasa ya kilo moja dola 1.6 itapata dola za Kimarekani milioni 209 tu. Yaani kwa ufupi ni kwamba ile fedha export levy 15% ya mauzo yote ya mwaka 2017 serikali ilikuwa inachukua 35%, wakulima 65%. Kwa uzalishaji wa mwaka huu baada ya yale maamuzi ya hovyo ya serikali, fedha ambazo serikali itazipata zote za hiyo export levy ambazo wamezichukua kwa mujibu wa sheria, zote watakazozipata zitakuwa chini ya fedha ambazo walizipata mwaka jana wakati wanachukua 35%. Uone umuhimu wa maarifa kwenye maamuzi, kwamba serikali ingeweza kupata fedha nyingi zaidi kama uzalishaji ungeongezeka hata kwa bei hii ya sasa hivi ambayo ni ndogo, lakini kwa sababu ya maamuzi ya hovyo fedha za export levy wanaweza kuzichukua 100% zitakuwa chini. Utapata kama dola milioni 20 tu mwaka huu, dola milioni 20, wakati mwaka jana walipata dola milioni 80 kwenye export levy peke yake. Sasa anayepasa kubeba lawama za jambo hili la korosho ni serikali, ambayo ilikwapua fedha za export levy ambazo zingetumika kuwezesha wakulima kupata pembejeo inavyostahili. Serikali haipaswi kukwepa lawama katika hili. Lawama yote ni ya serikali. Tumesikia maamuzi ambayo yamefanywa. Mkurugenzi wa bodi ya korosho amesimamishwa. Serikali imesimamisha minada. Na leo tumepata taarifa kwamba serikali inakutana na wanunuzi. Lakini yote haya ni hadaa tu, wanawacheza shere wananchi. Aliyefanya makosa haya ni serikali. Na tuliionya serikali ndani ya bunge, tuliionya serikali nje ya bunge. Serikali haikusikia. Serikali nunda haikusikia. Sasa hivi yanayowakuta wanaenda kuathiri wananchi. Mapato ya wananchi yanapungua na mapato ya fedha za kigeni za nchi yetu yanapungua sana. Mwezi huu kwa mara ya kwanza toka hii serikali imeingia madarakani, urari wa biashara kati yetu na nchi zingine umeenda negative kwa sababu ya kupungua kwa mauzo nje, na korosho ndio inategemewa ije kuziba hilo gap, na korosho yenyewe imeporomoka. Kwa hiyo hali itakuwa ni mbaya sana, na mtazame thamani ya fedha itakavyokuwa, thamani ya shilingi itakavyokuwa, na mtazame mabei ya mafuta yamepanda sasa hivi. Hali inaenda kuwa ngumu sana sasa hivi huko ambako tunakwenda. Sasa kawaida katika nchi za Kiafrika hizi ambazo zinazalisha malighafi, huna control na bei. Control yako wewe ni mauzo, volume. Kwa ukitaka upate fedha nyingi inabidi uzalishe kiwango kingi. Kwa katika hali ya kawaida ilitakiwa serikali ilichukulie korosho kama zao la kimkakati, badala ya kufanya extraction kwa pua,
ilitakiwa fedha yote, wala sio 65%, 100% irudi kwenye korosho, kwa sababu ni zao ambalo lilikuwa linatupelekea kwa mara ya kwanza kwenye historia kuwa na zao linalotuingizia mpaka dola bilioni 1, zao moja peke yake. Lakini serikali hii haisikii, haielewi, haina maarifa ya kiuchumi, inapelekeshwa na tamaa ya kukwapua fedha tu, imeenda kuharibu ndege au kuku ambaye anazalisha mayai ya dhahabu katika nchi. Sisi tulikuwa tunategemea tumbaku. Tumbaku dunia nzima inapigwa vita kwa sababu ya afya. Korosho ndio ilikuwa inakwenda kuiokoa nchi. Kumekuwa na growth nzuri tu. Mara moja tamaa, wameona hela ni nyingi, wamezikwapoa zote. Ndio sasa mwaka wa kwanza tu Mungu ametupiga vibao. Hali hii ndio ambayo inaonekana sasa hivi. Sasa sisi tunapendekeza nini? Kwanza, kwa hali ya sasa ya korosho, ili kuwafanya wananchi wakulima wa korosho wapate bei ambayo inarudisha gharama zao za uzalishaji na faida kidogo, tunaomba au tunashauri au tunapendekeza serikali inunue korosho yote ya wakulima kwa bei ya mwaka jana, afya yenyewe ndio iuze. Yenyewe siliwaahidi wananchi shilingi 5,000 kwa kilo, wala si atwendi hiyo 5,000 kwa kilo. Ununue tu kwa bei ya mwaka jana 4,000 kwa kilo. Alafu yenyewe ndio tawauzia hao watu wenye minada. Serikali ikipata hasara hamna shida, lakini mwananchi asipate hasara. Kwa sababu hasara ambayo mwananchi anaipata sasa hivi imesababishwa na serikali. La pili, tunarudia rai yetu ambayo tulishauri serikali toka mwaka 2016 kwamba fedha fulani inayotokana na mauzo ya korosho iwekwe kwenye mfuko, ianzishwe hifadhi ya jamii ya wakulima wa korosho, kuwe na price stabilization, fao la bei, ambapo bei zikiporomoka kama ilivyo sasa hivi, serikali ile fao la bei linawalipa wakulima kuwarudisha kwenye gharama ambazo wanaweza wakakava wakaendelea na maisha kwenye msimu unaofuata. Tunaendelea kusisitiza serikali jambo hilo. Tatu, tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awaombe radhi wabunge wa mikoa inayolima korosho kwa kitendo chake cha kuwatisha na kuwadhihaki waliposimama kidete kupigania kutokwapuliwa kwa fedha za export levy ambazo zingetumika kwenye uendeshaji wa tasnia nzima ya korosho, na hivyo kukuza uzalishaji na kuviwezesha vyombo ambavyo vinasimamia soko la korosho ambacho ni Bodi ya Korosho na Chuo cha Utafiti wa Korosho cha Naliendele. Rais hana budi kuomba radhi, sio udhaifu. Kuomba radhi ni uungwana. Rais aliwatisha watu, akasema atapiga paka, angeanza kupiga mashangazi. Mungu ametuchapa vibao, tunaona. Aombe radhi, tukae pamoja, tushauriane, tuboreshe zao la korosho, mwananchi asiathirike. Mwisho, tunaendelea kutaka kasi ya ujenzi wa viwanda vya kubangua korosho iongezeke, kwa sababu bado tunafanya kazi kama mfumo wa kikoloni ambapo tunauza bidhaa ghafi, na ndio maana bei zinatuathiri sana. Kwa tunaitaka serikali iongeze kasi ya viwanda vya ubanguaji wa korosho. Baada ya maelezo hayo, na washukuru sana, tutapokea maswali na baadaye kuendelea na kazi nyingine. Asanteni sana. Asante Katibu Mkuu, nyongeza. Asante. Habari ya mchana. Kamati kuu ya kamati ya uongozi ya chama cha ACT Wazalendo ilikutana jana na ikafanya maamuzi muhimu kwa chama chetu, ambapo tuliamua kwamba hatutashiriki kwenye uchaguzi
kwa majimbo manne na kata 47 ambao unatakiwa kufanyika Desemba 2. Tumeonelea hivyo kwa sababu tumeona bado kuna mabadiliko yoyote katika kutumia fursa ya kidemokrasia kuchagua viongozi, na pili, tunaendelea kujikita kwenye uchaguzi wa ndani wa chama chetu kwa kujiandaa na chaguzi kubwa zijazo za kitaifa. Asante sana katibu mkuu. Sasa tunapokea maswali. Karibuni kwa maswali, utajitambulisha jina, utauliza swali straight to the point. Karibuni. Karibuni kwa maswali. Mmeridhika? Hakuna maswali? Swali langu la kwanza nataka nimuulize katibu mkuu. Ame-announce kwamba hamtashiriki katika chaguzi hizi za marudio. Nafikiri kutokana na hali nzima ya kisiasa mlivyoiangalia jinsi ambavyo ilivyo. Nataka nifahamu kugomea uchaguzi hizi za hali ya kisiasa ambayo mnaiona hapa kati inayoendelea hivi. Je, kama itaendelea hii hali mpaka kuelekea 2020, je, huu mgomo wenu utaendelea mpaka 2020? Swali langu la kwanza kwenda kwa katibu mkuu. Lakini swali langu la pili kwenda kwa Mheshimiwa Zitto. Leo kuna mtu ambaye anafahamika kama ni mwanaharakati Uhuru, mwenyewe anajiita pia hivyo, ni mwanaharakati, anaitwa Christian Msiba. Amezungumza kuhusiana na swala zima la korosho, lakini ametaja baadhi ya watu ambao walipigania katika swala zima la korosho, lakini amesema kwamba ni watu ambao wanataka kuchonganisha serikali na kutaka kuchonganisha serikali na mipango yao mizima kutaka kumpindua Mheshimiwa Rais kuelekea 2020, kwamba asiweze kurudi katika ile nafasi. Sasa nilikuwa nataka nimuulize Mheshimiwa Zitto, yeye anazungumziaje swala hili ambalo yeye amelizungumza, kwa sababu mmoja wa watu ambao wametajwa katika hii listi, yeye pia ni mmoja wao, na amedai kwamba ni mtu ambaye anatumika, kuna watu ambao wanamtumia ili mradi kuweka kikwazo fulani kwa Mheshimiwa Rais. Asante Dan Kaboma. Ndugu Zitto hatojibu swali la mwisho, nitafafanua baadaye. Hatojibu, wako watu watajibu hapa, tusiyumbishwe. Karibu ndugu Malwa. Mimi naitwa John Malwa, natokea Mtembeni na TV. Sawa, karibu Malwa. Katika siku za hivi karibuni, Mheshimiwa Zitto umekuwa ukiviandama sana vyombo vya ulinzi na usalama, hadi kufikia IGP akatoa onyo kali kwamba wanasiasa waache masuala ya ulinzi na usalama kwenye vyombo vya usalama kwa sababu hawana utaalamu nazo, na akaenda mbali sana akawatuhumu kwamba inawezekana kuna watu wanawatuma kuja kufanya chokochoko, na akasema hamtafanikiwa. Haijaisha wiki umerudia tena statement zako zile zile kuvitaka na kuvichokonoa vyombo vya usalama kwa maana ya kutaka vitoe majibu ya maswali ambayo wewe umekuwa ukiuliza. Na rejea moja alizungumza Silo kwamba uchunguzi si jambo linachukua siku moja. Swali langu, je, kiburi hiki cha kwako wewe kuvichokonoa vyombo vya usalama kila siku pamoja na maonyo yote haya unakitoa wapi? Asante John Malwa. Swali jingine, karibu. Nilitaka tu niongezea hapo kwa John. Hivi karibuni ulitweet Mheshimiwa Zitto kusema tukio la Mo, akasema kwa hichi kilichotokea kwa Mo hata tokea mtu akatekwa tena. Uko na maana gani? Asante. Swali la mwisho kwa raundi hii. Kama hivyo, ninaitwa James Sotogel kutoka Newspapers. Nimesema serikali haina maarifa kabisa ya kiuchumi. Ninaomba maelezo kwa kina, kwamba serikali haina maarifa kwa sababu labda imeenda kidogo, unaona sasa hivi imekorosho, au kwa mtazamo wako ni kwamba kila mienendo ya serikali haina maarifa kabisa ya kiuchumi, na utupe vigezo ulionavyo vinavyokuwezesha kuona hiyo upungufu wa maarifa ya serikali. Sawa. Unaanza kujibu katibu mkuu au? Aanze katibu mkuu kuhusu uchaguzi, na wewe shiriki swali la mwisho ya atushiriki 2020. Asante. Kama unavyofahamu, Julai kamati iliamua kwamba turudi kwenye uchaguzi za marudio,
na tumeshiriki chaguzi nafikiri 3 mfululizo, na tumefanya tathmini tukaona kwamba kuendelea kushiriki ni kama tunaendelea pia kubariki jambo ambalo watu wanakuwa wanajitoa na watu wale wanarudishwa kwa mlango mwingine na tunapigia kura. Lakini pia matumizi ya fedha kwa wananchi, hatutendi haki kwa walipa kodi, kwa sababu zoezi ni kama tu linajirudia. Lakini pia tutaendelea, hii sio mwisho. Baada ya kupumzika, nimesema tumesitisha kwa uchaguzi wa Desemba 2. Tutapata nafasi ya kamati kuu kufanya tafakuri tena ya kina na kujua kama tutaendelea kushiriki au la. Hata kwa 2020 nafikiri tutashiriki. Asante. Karibu kiongozi. Taanza na la uchumi. Maarifa kabisa, neno kabisa sikusema, lakini nimesema hawana maarifa kwa sababu ya namna ambavyo wanaendesha shughuli za kiuchumi. Katika hali ya kawaida ungetegemea serikali kuweza kufanya maamuzi ambayo yanachochea zaidi ukuaji wa uchumi badala ya kufanya maamuzi ambayo yanarejesha nyuma ukuaji wa uchumi. Hili la korosho ni mfano, lakini kuna mambo mengine kadhaa, na nimekuwa nikizungumza sana hili na mmekuwa ni quote sana. Niliwapa mfano kwamba tunajenga reli lakini tunaagiza chuma kutoka nje, wakati tuna chuma kimejaa pale Mchuchuma na Liganga. Wakenya wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Wanyarwanda wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Wazambia wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Kongo ni nchi kubwa kabisa, wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Kwa kwetu sisi uwekezaji wa kimkakati ungepaswa kuwa kwanza Mchuchuma na Liganga, halafu ndio tuweze kuingia katika ujenzi wa reli. Wala nchi isingekufa. Actually nchi ingefaidika zaidi. Huo ni mfano mmoja. Mfano mwingine tumekuwa tukiueleza mara nyingi sana, migogoro hii ambayo imekuwa ikifanyika kati ya serikali na wawekezaji kwenye sekta ya madini. Tulitukanwa sana wakati wa swala la makinikia. Tukaambiwa kwamba tutapata zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 194 ambazo ni matrilioni ya fedha, na tungegawa kwa kila Mtanzania angepata noa moja. Baada ya mazungumzo kati ya Profesa Kabudi na watu wa Barrick, tukaambiwa kwamba tutapewa kishika uchumba cha dola milioni 300, ambao tukawatania kwamba serikali tumetoka kwenye noa mpaka kwenye balimi 7 kwa kila Mtanzania. Hata hicho kishika uchumba hakijapatikana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba serikali ilikuwa inahadaa wananchi, na baada ya serikali kuona kwamba imeshindwa, imeamua kwenda mahakamani kuwashtaki kina Mwanyika, kuwashtaki kina watendaji mbalimbali wa Acacia na kadhalika, jambo ambalo ndani yake lina jambo jema, kwa sababu makampuni mengi ya madini huwa yanatumia mbinu za kihasibu kukwepa kulipa kodi, wanaita tax planning measures. Kuna nyakati hapa tulifanya mkutano na waandishi wa habari wakati wa swala zima la makanikia, nikawaeleza kitu kinachoitwa base erosion and profit shifting. Kile ambacho kimefanywa sasa hivi ndicho ambacho kingepaswa kufanywa mwanzo, kwa kuyashtaki yale makampuni kwenye mahakama zetu kwa kufanya hiyo base erosion and profit shifting. Lakini matokeo yake ni kwamba tukaenda kupambana, tumeshtakiwa, tuna makesi mengi, na bunge linaanza ndani ya wiki 2, na swali ambalo nimelipeleka bungeni kuhusiana na mambo haya ya makesi. Tunadaiwa matrilioni ya fedha kwenye makesi haya kwa sababu ya maamuzi ambayo hayatokani na maarifa. Na kila siku chama chetu kinasema kwamba kuongoza nchi unahitaji maarifa, huhitaji ubabe. Na kila siku tunakuwa tunaiambia serikali kwamba hii nchi ni yetu sote. Kila mtu anaweza akatoa ushauri, na ushauri ule ukafanyiwa kazi kwa ajili ya kuifanya nchi yetu iweze kwenda mbele. Sasa hili la korosho ni mfano tu mmoja wapo wa hayo ambao tunao sasa hivi, ambao unatokana na maamuzi mabovu. Maamuzi ambayo yanaifanya serikali yenyewe ikose hata hizo fedha ambazo zilikuwa nazitaka za export levy. Kwa sababu kama uzalishaji ungekuwa mkubwa kama nilivyoeleza, serikali ingepata fedha nyingi zaidi. Na swala zima la korosho, ili tumeeleza katika statement yetu, mtaona ni swala la usalama pia.
kwa sababu mwananchi anapokuwa na kipato anakuwa na usalama zaidi, ambayo inafanywa kwa wananchi wa mikoa ya kusini, na madhila mbalimbali yamekuwa yakiwatokea wananchi wa mikoa ya kusini ni maamuzi ambayo anayafanya bila kutazama jicho pana zaidi, kama hiyo mifano miwili ambayo nimekupatia, pamoja na hili la korosho ambalo tunalo sasa hivi. Sasa nije kwenye maswali ambayo John Maro ameulizwa. Kwanza, mimi sina kiburi, kwa hiyo sasa hii kuniuliza kiburi hiki nakitoa, sina kiburi. Mimi natekeleza wajibu wangu kama raia na kama mwananchi, na ninajitahidi sana katika kutekeleza huko. Sivunji sheria. Ningekuwa navunja sheria ningekuwa nimeshashtakiwa. Sivunji sheria. Mtatazama hata statement zetu zinaendana na facts, data na ufafanuzi ambao ni ufafanuzi ambao raia yeyote anapaswa kuuliza. Pili, mimi ndio mbunge nayeongoza kuwatetea polisi, jeshi na usalama wa taifa ndani ya bunge. Idara ya usalama, wafanyakazi wa usalama wa taifa katika nchi yetu hawana hifadhi ya jamii. Yaani pensheni zao zinategemea serikali na hali gani wakati huo. Mimi ndio naongoza juhudi ndani ya bunge kutaka wafanyakazi wa usalama wa taifa wawe na pensheni kama watumishi wengine wa umma, ili watakapostaafu wasiishi maisha mabaya. Watakapoumwa wawe na bima ya afya inayostahili vizuri, sio za ujanja. Polisi, kama kuna faida yoyote ambayo polisi wanaipata sasa hivi, kama kuna nyongeza yoyote ya pesa zao na kadhalika, mimi ndio nilikuwa kinara wa kuwatetea polisi, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge na kama mbunge wa kawaida. Jeshi, kwa wanajeshi waliostaafu zamani kama kina mzee Kashmir na hata ambao bado wako kwenye utumishi, sina uoga wa kusimama bungeni na kusema nini kifanywe kwa ajili, kwa sababu hawa ni watu muhimu sana. Hawa ni watu ambao wanajitoa muhanga kwa ajili yetu sisi. Lakini linapotokea jambo linafanyika ambalo linadhalilisha vyombo hivi, tusipolisema hali itakuwa mbaya zaidi. Na nyinyi ni mashahidi wa hali ambayo ipo sasa hivi. Kwa hiyo sina kiburi cha kusema kwamba sitafanya chochote. No. Nafanya jambo ambalo najua ni haki. Nafanya jambo ambalo hata watendaji wakuu wa vyombo hivyo wanajua kwamba Zitto hapa anaongea kweli, lakini ndio hatuna namna ya kufanya. Lakini wanajua. Na hata Siri alipokuwa anazungumza mimi nilikuwa namtazama, sababu anajua namna ambavyo nimejitoa muhanga hata kabla hajawa IGP katika hali ya kutetea ustawi wa majeshi yetu yatende haki na vitakiwa. Ndio maana sisi mara zote tunapendekeza mabadiliko katika jeshi, mfumo wa usalama wa taifa, na tumeeleza kwenye statement yetu leo mabadiliko ya jeshi la polisi kutoka police force kwenda police service. Kenya wameshafanya sasa hivi, sisi bado hatujafanya. Kuna haja kubwa sana ya kufanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba polisi wetu wanaheshimika, wanafanya kazi kwa weledi na hawapati lawama ambazo hazistahili. Na mambo mengine haya, waandishi wa habari, ni kweli tunawapa lawama polisi kwa sababu polisi ndio sura ya hali ya ulinzi na wa amani na ulinzi wa raia na mali zao. Kuna mambo ambayo hayafanywi na polisi. Polisi wanabidi wabebe hizo lawama. Hayafanywi na polisi. Tunajua. Na polisi wanajua, najua. Na Siro anajua, najua. Kuna vitu ambavyo vinafanywa na watu wengine, sio polisi, lakini sababu polisi ndio ambao wanabeba taswira ya ulinzi wa raia na mali zao, hakuna namna, inabidi wabebe tu. Na ndio maana siku ile baada ya kufanya ile press conference yake, nikawaambia usituletee utani hapo, unatutukana Watanzania wote, unajua Mo alipo, Mo arudi. Na asubuhi Mo alirudishwa. Sababu wanajua, najua. Na information is power. Kwa hamna kiburi, nilikuwa na information. Sasa kwa nini nilisema kwamba haitatokea tena?
swali la ndugu yangu ni mshikamano, na ndio maana nimewambia hapa lazima tuendeleze mshikamano. Nyinyi waandishi wa habari mkimsahau Azori, the moment mnamsahau atatekwa mwingine. Sisi wanasiasa tukimsahau Ben Sanane, Simon Kanguye na risasi ambazo Tundu Lissu alimiminiwa, tukisahau tu atamiminiwa risasi mwingine. Ndo hali ilivyo. Wameenda kwa wafanyabiashara. Mambo ambayo yanawatokea wafanyabiashara sasa hivi sio mambo mema kwa nchi. Kuna watu tukio la moto wanakimbia, hawawekezi tena nchini. Manake ni kwamba hamna biashara. Manake ni kwamba hamna ajira. Nyinyi wote hapa mnafanya kazi kwenye vyombo, ukiachana na wale ambao wamejiajiri. Wawekezaji wenu wakiondoka, ina maana wote mnapoteza ajira. Serikali yenyewe inapoteza kodi. Hata namna ambavyo tunahangaika na makampuni ya madini, tunavyohangaika na nini, ni mambo ambayo yana madhara. Leo hii watu wafanyakazi wa migodi wanalalamika. Nimeona statement ya Numet leo. Wale wafanyakazi wa migodini, chama cha wafanyakazi wa migodini. Bulyanhulu imefungwa, watu 6,000 wamekosa kazi sijui. Geita iko na Geita Gold Mine wako wanafanya retrenchment sasa hivi, ndio wako kwenye negotiation na wafanyakazi kuachisha kazi. Kwa maana yake ni kwamba hawa watu wote wanakaa nyumbani, hawana kazi. Na waandishi wa habari, naomba na mimi niwakumbushe, amelizungumza juzi mzee Mahathir, katika kila biashara ambayo mtu anafanya, serikali ni shareholder. Kwa sababu serikali inachukua kodi ya mapato 30%. Kwa mfanyabiashara akija hapa akawekeza, akapata shilingi 1,000, shilingi 300 ni za serikali bila kufanya chochote. Kwa serikali yoyote makini inge-encourage watu kutengeneza fedha zaidi, kwa sababu katika kila shilingi 100 inatengenezwa shilingi 30 ni ya serikali. Lakini nini kinachotokea sasa hivi? Wafanyabiashara wanahangaishwa. Mimi nimekutana na wafanyabiashara wanapigwa makodi ya balaa. Wanapewa invoice ya kodi, alafu wanaitwa TAKUKURU. Anaambiwa, usipolipa hiyo kodi, tunakupeleka mahakamani, tunakufungulia kesi ya utakatishaji wa fedha, hamna dhamana. Hawa watu manake ni kwamba hawatawekeza, mtakosa ajira, serikali yenyewe itakosa kodi. Matokeo yake ni nini? Wataanza kuprint hela. Hali ya uchumi itakuwa mbaya zaidi. Hii ndio hali halisi tulionayo. Na mimi najua kuna vitu ambavyo hapa tumevisema hamtaviandika kwa sababu ya hofu ambayo iko nchini. Lakini it's at your own peril. Nani ambacho chombo chake mtu atapenda endelee kuwa na chombo cha habari ambacho hakitengenezi faida? Nani? Kwa nyinyi msiposema yale ambayo sisi tunayasema, msipoyaandika, msipoyatoa, up to you. Sisi wote hapa ni waathirika, lazima tusimame kidete. Kwa mshikamano niliosema muonekana kwenye swala la Mohamed, ni mshikamano unapaswa kuendelezwa kwa yote. Sababu ndio njia pekee ya kudhibiti na kuhakikisha dola ambalo linaishi kwa hofu linaachana na hofu. Ethiopia walikuwa na hali hii. Sasa hivi Ethiopia kila mtu anazungumzia uzuri Ethiopia. Rwanda alikuwa anatukana Kagame kila siku. Sasa hivi ameshaachia watu wake na anaendelea kuachia watu wote ambao amewakamata. Watu wanabadilika. Sisi nchi yetu, habari zinazoonekana kwenye vyombo vya habari vya kimataifa ni za utekaji na kadhalika, za kupima watoto mimba sijui, za kuzuia watoto wasiende shule. Ndio habari zinazoandikwa za Tanzania kwenye taarifa za kimataifa. Wenzetu habari zinazoandikwa za investment. Jana nilikuwa naangalia TV. Rais wa South Africa anahangaika kutafuta investments. Kenyatta amekuwa featured kwenye CNN juzi. Sisi huku tumekuwa featured kwenye CNN swala la Mo. Kenyatta anakuwa featured kwenye CNN swala la kuleta investments. We need to change. Nchi lazima ibadilike. Na lazima wachache wetu tuseme. Na tusiposema hata mawe yatasema. Mimi niwashukuru. Au kuna mambo swali la ziada? Swali lipi? Mimi hilo silijibu. Sababu gani zinazosababisha bei ya korosho kushuka kwenye soko la dunia na si Tanzania?
la pili, kiuchumi kodi hukusanywa na dola na si lazima itumiwe na entity ambayo ni chanzo cha kodi hizo. Kwa nini kodi ya korosho inatetewa iwe kwenye bodi ya korosho? Sawa, nitajibu ile afu then mpate muda wa nini kwenda kuandaa story na kadhalika. Moja, tumeeleza kwenye statement yetu kwamba sisi nchi zinazoendelea nguvu yetu ni uzalishaji, sio bei. Bei inapangwa na wanunuzi, na bei ya korosho kwenye soko la dunia inapangwa na wanunuzi wa korosho kwenye soko la dunia. Mwaka jana ilikuwa bei nzuri, mwaka huu imeshuka, imefika mpaka jana kwenye soko la dunia kwa tani moja $1,600 kutoka almost $2,200 zilizokuwepo mwaka uliopita. Sasa ni nini? Ni kwa sababu ama ya demand, yani matumizi, mahitaji, au watu wana korosho zaidi. Kwa mfano sasa hivi nchi ya Ivory Coast ina korosho nyingi zaidi kwa sababu walivuna kiasi kikubwa cha korosho. Lakini pili, kule Vietnam ambako ndio walikuwa wanunuzi wetu wakubwa, korosho walioinunua mwaka jana bado wanayo kwenye magodown, hawajaweza kuiingiza sokoni kwa sababu walaji waliona kwamba bei ya korosho ni kubwa, kwa matumizi ya korosho yakawa yamepungua. Na ndio maana siku zote sisi tunasema kwamba sehemu ya fedha wakati bei ni kubwa itunzwe ili iweze kutumika kuja bei inapoporomoka kumfanya mkulima abakie sawa sawa. Na ndio ushauri wa chama chetu siku zote, na sio kwenye korosho peke yake na mazao mengine. Ndio maana kwenye ukiangalia ilani yetu ya uchaguzi ya chama imependekeza kuanzishwa kwa fao la bei, price stabilization benefit, kwa ajili ya mazao, ili hali kama hizi ambazo zinatokea kwenye korosho zisiweze kutokea. Sasa kwa nini kodi ya korosho rudi kwenye korosho? Nilisema hili bungeni vizuri sana kipindi kilichopita wakati wa mjadala kwamba wadau wa korosho kutokana na mazingira ya korosho ndio walipendekeza kodi ile. Ndio maana hiyo kodi ya export levy haipo kwenye pamba, haiko kwenye tumbaku, haiko kwenye chai, haiko kwenye chochote. Kwa sababu wadau wa hayo mazao hawakutaka. Kwa korosho wadau walitaka kwa ajili ya kuweza kusambaza pembejeo na kadhalika, na mmeona faida ya hiyo kodi kwa sababu uzalishaji wa korosho uliongezeka sana. So ni hoja ambayo haina ufafanuzi zaidi ya hapo. Kwa hiyo kama watu wa pamba wanataka waweke na wenyewe irudi kwao kwa ajili ya kuendeleza pamba. Kama watu wa tumbaku wanataka waweke na wenyewe, lakini so far ni bidhaa mbili tu nchini ambazo zina export levy. Ni korosho na ngozi. Ni mbili tu. Na malengo ya ngozi ilikuwa ni kuzuia uuzaji wa ngozi ghafi nje ili zitengeneze bidhaa hapa nchini. Na malengo ya korosho yalikuwa ni hayo, lakini pili kusaidia wakulima kuweza kupata pembejeo zaidi, kuongeza uzalishaji. Na kwa hakika kama mwaka jana salfa ingekwenda kwa wakati kwa bei ile, leo hii tungekuwa tunazungumzia mavuno ya korosho kufika tani 500,000 kwa mwaka. Na tungefika tani 500,000 kwa mwaka, hapo maana yake tunazungumzia takriban $800,000 kwa bei sasa hivi kama mauzo yetu ya nje. Lakini maamuzi ya serikali, maamuzi ya hovyo yamevuruga kila kitu, tunarudi chini. Mara ya mwisho tumezalisha sisi korosho nyingi sana ilikuwa ni mwaka 1975, tani 150,000. Tukaja kuvunja hiyo rekodi mwaka 2014 kuuzesha tani 160,000. Sasa hivi tunarudi chini zaidi, tunarudi kwenye tani 131,000 ambazo zilizalishwa mwaka 2012 na chini zilizozalishwa mwaka 1975. Kwa hiyo ni madhara makubwa, na ndio maana tumeitaka serikali iwajibike kwenye jambo hili la korosho. Asante kiongozi wa chama, maswali yanatosha kwa leo kwa sababu imegeuka kuwa sio press. Tumetumia muda mrefu sana, tuvumilie. Ndugu Dan Kaboma aliuliza, kuna mwanaharakati, sitorudia jina, nataka kutoa ufafanuzi kwa nini kiongozi hawezi kujibu. Sisi vijana tunajifunza kwa wakubwa wetu waliotangulia. Na mimi kwa mfano kutoka kwa kiongozi wa chama nimejifunza kwamba ukipokea taarifa inakuja, unaipima na utagundua inaangukia makundi haya mawili. Kuna taarifa genuine zinazopaswa kujibiwa, na kuna taarifa yeye mwenyewe uziita takataka. Takataka ni nini? Ni taarifa ambazo
panapokuwa na mjadala nyeti wa kitaifa, yenyewe inakuja kutibua hali ya mambo, kuwakosea watu heshima, kuwapindisha watu na kuwachepusha katika mjadala. Ndiyo lengo la takataka. Sasa mara nyingi, isipokuwa kama kuna sababu nyingine za ulazima, pahala pa takataka ni kwenye dustbin. Haiwezekani katika mjadala nyeti kama huu, tunajadili hali ya usalama wa nchi yetu, tunajadili mustakabali wa wakulima wetu, ijitokeze eti kuna mwanaharakati huko ana takataka na sisi tuingie katika mtego huo eti kiongozi ajibu watu. Watu hao wanachotaka na hizo takataka zao ni kupata attention. Kwa isipokuwa kama kutakuwa na sababu nyingine za msingi, hatutojielekeza kujibu takataka. Pahala pa takataka ni wapi jamani? Dustbin. Dustbin. Kwa hiyo tuziache. Anayeweza kuvumilia takataka, na tunamshangaa, ni msemaji wa serikali. Yaani takataka zingine zipo kwenye magazeti, hata mtoto mdogo anajua hizi ni takataka. Yeye anavumilia. Ni upuuzi. Asanteni sana. Nawashukuru sana.